Simba Sports Club wamepoteza leo katika mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara dhidi ya Azam, ikiwa ni katika dabi ya Dar es Salaam kwa kufungwa bao 2-0, na umekuwa mchezo wa kwanza kabisa kwa timu ya Simba kupoteza katika msimu huu wa ligi kuu soka Tanzania bara. Tumeshuhudia chuma 2 zikitiwa kambani, moja ikifungwa na Jafet Kitambala na bao la pili ikifungwa na Idi Nado, lakini asisti zote mbili zimetolewa na man of the match Nasoro Saadun. Mara baada ya mchezo kumalizika amepewa tuzo yake ya man of the match akitokea bench. Huyu tunaweza kumuita kama game changer. Ameingia katika kipindi cha pili na ameweza kutengeneza nafasi zote hizo ambazo zimeweza kupatikana kwa mabao yote. Na kama umefanikiwa kutazama mchezo, umeona kumekuwa kuna mapungufu katika eneo la timu ya Simba, hasa kwenye kufanya marking. Nasoro Saaduni katika asisti zote mbili ambazo amezitoa ameonekana akikimbia upande ule wa pembeni anapocheza Shomari Kapombe akiwa peke yake. Ameshindwa kufanyiwa marking na Simba wameweza kuadhibiwa hivyo. Ni moja kati ya mchezo mzuri kweli kweli, mchezo wa kasi tumeushuhudia, mchezo ambao umejaa ufundi mwingi. Tumemshuhudia Emidi Mao Mkambi katika eneo la katikati katika kiwango bora sana. Abraham Morris pia kwa upande wa timu ya Simba amekuwa na kiwango bora pia, bila kumsahau Yakubu Suleiman. Leo tumemwona katika ubora licha ya kwamba ameruhusu kamba 2, lakini ni goalkeeper ambaye amefanya saves. Katika kipindi cha kwanza Simba wamecheza vizuri, wametengeneza nafasi nyingi, wameshindwa kuzitumia, lakini kipindi cha pili sabu ambazo zimefanywa na Florent Benge zimekuwa ni sabu ambazo zimeweza kuzaa matunda, hasa kwa kumuingiza Kamiko katika eneo la katikati, pamoja na kubwa zaidi kumuingiza Nasoro Saadun ambaye ameenda kuwa game changer na kubadilisha mchezo na kupeleka kilio pale Jangwani. Sasa hivi na kupeleka kilio pale Msimbazi. Na sasa hivi ligi inaelekea mapumziko kupisha michuano ya AFCON ambayo itaanza katikati ya mwezi huu wa 12. Pongezi sana kwa Azam kwa kiwango bora, na Simba chini ya kocha msaidizi ambaye anakaimu nafasi ya kocha mkuu Suleiman Matola, wanabidi basi wakajipange na warejee katika ligi kuu soka Tanzania bara itakaporejea mara baada ya kumalizika kwa michuano ya AFCON ambayo itafanyika kule Morocco, kuhakikisha kwamba wanakuwa katika ushindani mzuri.